Habari ndugu mtazamaji, karibu katika mada yetu ya leo. Leo tunakwenda kuangalia moja ya mada muhimu kuhusu kansa ya ngozi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia nini maana ya kansa ya ngozi. Kansa ya ngozi huu ni ukuaji usio wa kawaida za seli ambazo zinapatikana katika mfumo wa ngozi. Seli hizi zinapokuwa zinasababisha changamoto kubwa za kiafya, hivyo kuleta madhara katika ngozi. Nini husababisha kansa ya ngozi? Chanzo halisi cha kansa ya ngozi hakijulikani bado, ila watafiti wamethibitisha kwamba vyanzo vifuatavyo vinaweza vikasababisha kansa ya ngozi. Chanzo cha kwanza ni magonjwa sugu ya ngozi, ya magonjwa ya bakteria, fungus pamoja na virusi ya muda mrefu pia inaweza kusababisha kansa ya ngozi. Chanzo cha pili ni kemikali kutoka katika viwandani au kutoka katika sehemu zenye sumu kali, imethibitishwa pia kusababisha kansa ya ngozi. Chanzo cha tatu ni jenetiki. Jenetiki ni kurithi. Kansa mara nyingi inaweza kurithi kutoka familia moja au kizazi kimoja kwenda kwenye kizazi kingine. Chanzo kingine ni vidonda visivyopona kwenye ngozi, pia vinaweza kusababisha kansa ya ngozi. Kingine ni madawa, kutumia madawa au vipodozi vya muda mrefu, pia vinaweza kusababisha kansa ya ngozi. Nani yuko hatarini kupata kansa ya ngozi? Watu ambao wako hatarini kupata kansa ya ngozi ni hasa wale ambao kinga yao imeshuka. Kuna wagonjwa wa TB, wagonjwa wenye magonjwa ya kudumu kama kisukari, lakini pia wale watu wenye magonjwa ya ngozi ya muda mrefu, lakini pia kuna wazee, lakini pia kuna watoto. Sasa tuangalie dalili za kansa ya ngozi. Utajuaje kama mtu huyu sasa alianza kupata kansa ya ngozi na anahitajika akafanyia vipimo vya kansa ya ngozi? Dalili za kansa ya ngozi zinafanana kabisa na magonjwa mengine ya ngozi. Tunashauri mtu kuwa makini ili aweze kupata matibabu sahihi. Dalili ya kwanza ni vidonda visivyopona kwenye ngozi. Vidonda hivi mara nyingi huanza kama ishara ya vipele, lakini pia baadaye vinaweza kuenea na vikawa vinavuja damu na vikawa pia vinakuwa gumu kama waganda fulani. Kwa hiyo hali hii daktari mapema kwa inaweza kuashiria na kansa ya ngozi. Dalili ya pili ni ngozi yako kuvuja maji pamoja na damu muda mwingi. Inaweza ikatokea kwamba wana vipele, lakini vile vipele havitibiki na vinavuja damu mara kwa mara. Kwa hiyo dalili hii hakikisha unaona daktari mara moja. Nyingine ni magonjwa ya ngozi yasiyopona. Unatibiwa na shida za bakteria na shida za fungus na shida za virusi, lakini bado huponi wala hujisikie nafuu au hujisikie haueni, au kama ukipona unapona siku mbili bado unarudi. Ukiwa dalili hii ni kiashiria cha mwanzo kabisa cha kansa ya ngozi ambacho unapaswa kuchukua hatua mapema. Dalili nyingine ni ngozi kupukutika kama unga. Hata kama ukatumia dawa fulani, basi hii hali inakuwa haiishi. Kwa hiyo ukiwa dalili hii hakikisha unaonana na daktari. Kwa hiyo inaweza ikaashiria kwamba ngozi yako inaanza kupata madhara makubwa. Dalili nyingine ni ngozi kuwashwa na kupata maumivu mara kwa mara. Ngozi yako inauma, unawashwa, unajikuna hata kama bila vipele. Kwa hiyo inaweza pia ikaashiria dalili ya mwanzo kabisa ya kansa ya ngozi. Dalili nyingine ya kansa ya ngozi ni vipele vinavyoenea kwa kasi sana. Unakuwa na vipele ambavyo katika eneo lako la mwili, inaweza kama mgongoni au mkononi au wapi, na vinaenea kwa kasi sana, na vikishaenea vinasababisha madhara makubwa. Hata kama ukatumia dawa lakini bado vinaenea, basi kwa dalili hii basi fahamu kwamba una kansa ya ngozi. Dalili nyingine ni uvimbe usio wa kawaida katika ngozi. Unaweza kushangaa ngozi yako na uvimbe, lakini pia inakunyima raha. Kwa hiyo dalili hii hapa unajua kwamba ni seli zako za ngozi zimeanza kuathirika na zinapata ukuaji ambao sio wa kawaida, na unahitaji matibabu ya haraka, lakini pia unahitaji uchunguzi wa haraka kuhusu kansa ya ngozi. Nyingine ni ngozi kubadilika rangi.
ngozi inaweza ikabadilika rangi, ikatengeneza mabaka meupe, ikatengeneza rangi ya kahawia, au ikatengeneza rangi yoyote ile ya bluu au rangi nyingine yoyote ile. Ukiona mabadiliko haya kwenye ngozi, basi chukua hatua ya kuonana na daktari mara moja ili aweze kutambua kama kweli kansa au ni shida za kawaida za bakteria. Ndugu mtazamaji, sasa tunawezaje sasa kugundua kuthibitisha kwamba hii ni kansa ya ngozi au sio kansa ya ngozi? Kuna vipimo ambavyo waga vinafanyika ambavyo vinaweza, tunakata sehemu ya ngozi kidogo na inaenda kufanyiwa uchunguzi wa kitaalamu zaidi, na baadaye mtu unapata matibabu stahiki na unathibitishwa kabisa kama hii ni kansa ya ngozi au sio kansa ya ngozi. Lakini pia kansa ya ngozi pia inaweza kaenea katika maeneo mengine ya mwili kusababisha baadhi ya kansa. Kwa hiyo ukipata changamoto hizi, tunaweka kwa daktari mara moja ili aweze kukupatia ufumbuzi wa matatizo ambayo yanakusumbua. Matibabu ya kansa ya ngozi ukiwahi mapema yapo na yanafanyika na mtu anakaa anapona kabisa. Kwa ushauri zaidi kuhusu shida mbalimbali za ngozi, unaweza kutafuta kupitia namba ya WhatsApp kwa namba 0667443887. Namba hizi unaweza kutumia meseji kwa kutumia ujumbe na kupatia ushauri wa kina kuhusu changamoto za afya ambazo zinakusumbua. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Kutakia siku njema na Mungu akubariki. Share video hii kwa mtu mmoja ili aweze kujifunza zaidi.